pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Shalom shalom, Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji, mfuatiliaji na mwanafunzi mwaminifu wa Yesu Kristo, ni mwalimu wako Mwalimu Chris Deogratias. Tunaendelea na tafsiri ya ushuhuda, na leo tunaangalia muhtasari au majumuisho ya madhabahu zote tatu pamoja na maombi ambayo mwinjilisti mtumishi wa Mungu ameainisha kwenye ushuhuda huu. Kwa hiyo nikukaribisha sana, karibu tuendelee, karibu nifuatilie mwanzo hata mwisho, lakini usiache kusubscribe, maana baada ya hapo yamkini Bwana ametupa ujumbe, tutahubiri kwa muda, lakini tutarudi tena ikiwa Bwana atatuambia tufanye hivyo, ili usipungukiwe maarifa, usikose kujua siri za ufalme wa giza na kuzifichua na hata kumshinda adui. Maana adui yako ukijua mbinu zake na silaha zake, inakuwa rahisi kuweza kukabiliana naye. Nikukaribisha sana, ni Mwalimu Chris Deogratias. Nikusii kama hauja subscribe, basi subscribe kwa kugusa neno subscribe chini ya video, alafu itatokea alama ya kengele. Naomba uguse alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeungana nasi kwa njia ya mtandao. Kwa wakati wote tunapopewa ujumbe nasi tunapoleta kwenye mtandao, unakufikia moja kwa moja, na unapowasha simu yako maana ya data, ujumbe utakuwa unakufikia moja kwa moja na kujua kwamba kuna somo jipya, ili uweze kujifunza, usipungukiwe maarifa. Nikukaribisha sana katika mwendelezo. Karibu tuendelee. Sasa hebu nizilete madhabahu zote tatu kwa pamoja. Madhabahu zote tatu, yaani madhabahu ya kioo, madhabahu za kielektroniki na madhabahu za vitu vya urithi. Sio tu vitu vinavyopatikana katika vyumba vya kulala wa Kristo tu, bali ni silaha ambazo adui huzitumia kukufanya uwe mgonjwa mara kwa mara na magonjwa ya ajabu na usipone mara moja. Madhabahu hizo ndio sababu kwa nini hujapata nafuu hata baada ya kufunga na kuomba sana, hata baada ya maombi ya ukombozi, lakini kupata nafuu. Hii ni kwa sababu madhabahu ziliendelea kuwepo na malango ya kipepo yaliendelea kuwa wazi kwako. Lakini leo umepata maarifa na unajua nini cha kufanya na nini cha kuondoa nyumbani mwako. Na mara tu baada ya kuondoa madhabahu hizo, lango la kipepo hufungwa, nawe malango hayo yanapofungwa na haki ya adui kukumiliki na kutesa afya yako, mambo yako yote, mambo ya uchumi huondolewa pia. Ugonjwa utalazimika kukuachia, mateso yote yatalazimika kuondoka kwa sababu msingi wao umeondolewa. Nimeshuhudia hilo likitokea kwa watu mara nyingi. Nimeona waumini waliokuwa wagonjwa kwa karne nyingi na karne kadhaa walipona kabisa magonjwa yao mara baada ya kuondoa madhabahu hizo katika vyumba vyao na nyumba zao. Nimeona vitu waliopona dhidi ya magonjwa sugu. Nimeona watu waliopona dhidi ya magonjwa sugu ambayo madaktari waliyaita kuwa magonjwa yasiyo na tiba. Sio kwamba madaktari walikosea, hapana, ni kwa sababu magonjwa hayo hayakuwa ya kawaida ila ya kipepo. Na pale tu chanzo cha kiroho cha tatizo hilo kilipogunduliwa na kuondolewa, mateso yote yalikoma kabisa. Hivyo ndivyo itakavyokutokea wewe pale utakapoondoa madhabahu za kipepo ndani mwako leo. Utakuwa umefunga malango ya adui kukupata na kuzuia roho za kipepo kukufikia na kuathiri afya yako na maisha yako kwa ujumla. Kwa namna hiyo utakuwa umeharibu maendeleo, umeharibu mwendelezo wa magonjwa ya kurithi yaliyotesa familia yenu kwa vizazi kadhaa. Sasa ninataka niombe pamoja na wewe. Nataka nihuishe na kuanzisha upenyo huo wa kiroho maishani mwako. Na ninapenda uombe maombi hayo kwa sauti, kwa sababu utakapofanya hivyo kuna kitu kitaondoka katika ulimwengu wa roho. Kitaondoka kwako kwenye ulimwengu wa kiroho. Madhabahu zitaanza kuvunjika, malango ya kipepo yataanza kufungwa, na mwili wako utaanza kupokea uponyaji wa Yesu Kristo. Kokote uliko, ikiwa wewe ni mgonjwa, omba maombi hayo pamoja nami. Baba, ninakushukuru kwa kunifungua macho dhidi ya madhabahu za siri na za kipepo ambazo adui anaziimarisha ndani mwangu. Asante kwa kufichua mikakati ya adui dhidi ya afya yangu. Ninasema asante. Kuanzia sasa mimi sio mjinga tena dhidi ya silaha zake,
Na sasa katika jina la Yesu Kristo, ninaamuru kila madhabahu za vioo chumbani mwangu zivunjike kwa jina la Yesu. Ninafunga malango yote ya kipepo yaliyofunguliwa kwa njia ya madhabahu ya kioo katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kila mwanya ambao mapepo yaliupata kupitia vioo, na ninatangaza usingizi wangu, ndoto zangu na roho yangu vimefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza roho zote za madhaifu na mateso yaliyoelekezwa mwilini mwangu zivunjike kwa jina la Yesu. Kila vifungo vilivyonitesa vivunjike sasa katika jina la Yesu. Kila magonjwa ya ajabu ambayo matabibu hawakuweza kuyabaini wala kuyatibu kwa dawa za hospitali, ninayaamuru yavunjike kwa jina la Yesu. Mwili wangu ni hekalu na makazi ya Roho Mtakatifu, na kamwe hautakuwa makazi ya mapepo. Ninakiri uponyaji kamili katika jina la Yesu. Ninakiri urejesho wa afya yangu katika jina la Yesu. Ninarudisha nguvu zangu nirejee kwa upya katika kila kiungo, kila mfumo wa mwili wangu, kila seli iliyoathiriwa ikafanywe upya sasa kwa jina la Yesu Kristo. Nimeponywa na mimi ni mzima katika jina la Yesu, na niko huru sasa katika jina lenye nguvu la Bwana na Mwokozi wangu Yesu Kristo. Kama umeomba maombi haya, basi amini kuwa jambo limeondoka katika ulimwengu wa roho. Madhabahu za vyumbani zimeangushwa na malango ya kipepo kwako yamefungwa, na rada za adui kuinasa afya yako zimeharibiwa kabisa. Na sasa kilichobaki kwako ni kufanya kwa vitendo. Ondoa vitu vyote ulivyovibainisha, pangilia vema vioo vyako, ondoa vifaa vya umeme na mawasiliano, teketeza vitu vyote ulivyorithi kutoka kwa aliyekufa au rafiki wakala wa kuzimu, ili uone uponyaji wako sasa. Sasa hebu nikupe mwongozo wa namna ya kufanya kwa vitendo kwa kila aina ya madhabahu. Kuharibu madhabahu ya kioo, ingia katika chumba chako cha kulala, chunguza vioo vyote. Kama kuna kioo kinachotazama kitandani pako, badilisha uelekeo wake. Kifunike kwa kitambaa au kiondoe kabisa chumbani mwako. Kama una mlango wa kioo unaokabili kitanda chako, hakikisha unaufunga vizuri usiku wa manane, au funika vioo vyake kwa kitambaa wakati wa usiku. Usilale hali nyuso za vioo vinakabili au kutazama kitandani pako unapolala. Madhabahu ya vifaa vya umeme au vifaa vya mawasiliano, ili kuondoa madhabahu za kielektroniki, jiwekee kanuni mpya nyumbani mwako kuanzia usiku wa leo. Kusiwe na simu, tablet au kompyuta mpakato au yoyote katika chumba chako cha kulala baada ya saa 4 usiku. Chajia vitu hivyo vyote katika chumba kingine nje ya chumba chako cha kulala. Kama ulikuwa unatumia simu yako kwa ajili ya kugongea kengele, kwa ajili ya kukuamsha muda wa maombi wa usiku wa manane, basi kanunue saa halisi yenye sifa ya kugonga kengele baada ya kuiweka simu hiyo karibu nawe au katika chumba cha kulala. Lifanye eneo la kulala kuwa eneo huru kabisa, mbali kabisa na madhabahu za vifaa vya teknolojia. Chumba chako cha kulala kiwe chumba cha utulivu na kupumzika, na sio eneo la mahangaiko na uharibifu. Na kama umekuwa ukisumbuliwa na tatizo la kukosa usingizi, tatizo la hofu kupindukia, mashaka yasiyo na sababu, kukosa utulivu wakati wa kulala, utaona mabadiliko makubwa baada ya siku chache ukifanya hayo mabadiliko. Kuhusu madhabahu za vitu vya urithi au vitu ulivyopewa kama zawadi kupitia marafiki waabudu giza, chunguza ndani mwako mwote na ubaini kila kitu ulichorithi au ulichopewa na rafiki mbaya au mtu aliyekufa, kama vile nguo, pete, hereni, cheni, mapambo ya aina zote, vifaa vya samani kama vile meza, sturi, viti, vitanda, makabati na vifaa vingine, au kitu chochote ulichokipata alichotumia mtu yeyote ambaye ameshafariki, hata kama ni picha yake. Viondoe vitu hivyo haraka, usivitunze. Huenda marehemu huyo alikuwa mshirika, yani aliwahi kwenda kwa waganga, aliwahi kufanya mambo ya giza, au kuwa mchawi, au aliwahi kufanya mambo yasiyoendana na Ukristo, kama kuabudu mizimu, kuombea wafu, kuabudu miungu, kuabudu mizimu, au aliwahi kujiunga na jamii za jadi au jamii za siri. Usivitunze vitu hivyo,
viteketeze kabisa, vichome kama inawezekana, na ombea muda unapoviharibu au ombea majivu yake mara baada ya kuvichoma. Amuru kila roho chafu, laana, vifungo na maagano ya kichawi yaliyoambatanishwa na vitu hivi vyote kuvunjika kwa jina la Yesu. Kama unataka kuvunja laana za ukoo kwa njia ya magonjwa, ulevi, uganga na kadhalika, unapaswa kuchukua hatua. Imani bila matendo imekufa. Umeomba ndio, lakini sasa fanya kwa vitendo. Ondoa madhabahu za adui zote ndani mwako ili kufunga malango ya adui kwako, na usisubiri usubiri kuona uponyaji na urejesho wa afya kwa nguvu za Mungu. Sasa nahitaji ukiri kwa kinywa chako mwenyewe popote ulipo, lakini pia kwa kuandika hivyo kupitia comment hapo chini ya video. Andika hivi sasa: chumba changu cha kulala ni eneo takatifu, ni madhabahu ya uponyaji na eneo la pumziko. Andika sasa. Unapoandika sio tu unaandika sentensi au kauli tu, la, bali unaimarisha uhalisia mpya wa kiroho. Chumba chako cha kulala hakitakuwa tena eneo ambamo adui anapata nafasi. Ni eneo la ibada na takatifu, eneo ambamo uponyaji utatokea na amani kutawala. Andika sasa kwenye nafasi ya maoni hapo chini ya video: kitandani pangu na chumbani mwangu ni madhabahu ya uponyaji na pumziko. Weka ukiri huo, kisha tazamia urejesho kamili toka kwa Bwana. Kabla sijahitimisha, hili ni muhimu sana: subscribe kisha gusa alama ya kengele chini ya video sasa hivi. Kwa nini? Hii ni kwa sababu ufunuo huu ni mwanzo tu. Mungu anaendelea kufunua siri kubwa zaidi, mbinu na mikakati mikubwa zaidi ya vita vya kiroho na silaha za vita vya kiroho kwa ushindi kamili na uponyaji wa kiroho. Ufalme wa giza umefanya mambo yake kwa siri sana, lakini kama vile Mithali 28:28 isemavyo, waovu wainukapo watu hujificha, lakini waangamiapo wenye haki huongezeka. Ninafichua kila mbinu na mikakati ya siri ya giza, kila mbinu za kishetani na kila silaha za kichawi zinazotumika kushambulia na kuharibu hatima yako. Ninatamani uwe na uvae silaha zote za Mungu na uishi katika uhuru kamili na mamlaka kamili. Subscribe sasa na uguse alama ya kengele sasa hivi. Fanya hivyo ili usikose ufunuo mkubwa utakaoletwa hivi punde. Kila video na ujumbe wako ni ufunguo kuelekea uhuru wako kamili, uponyaji wa kiroho na mamlaka kamili. Usikose ufunuo mkubwa utakaoletwa hivi punde. Hebu nikuache na kweli yenye nguvu na msingi wake katika neno la Mungu. Wewe sio mtu wa kushindwa, bali ni mshindi. Warumi 8:37. Chukua hatua sasa. Wewe sio mtu wa kushindwa, bali unaweza mambo yote kwa kuwa yuko yeye akutiaye nguvu. Wafilipi sura ya 4:13. Wewe sio mtu wa kuteswa na magonjwa, bali umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka, nge, nguvu zote za yule mwovu na magonjwa, shida, dhiki na kadhalika. Luka 10:19. Wewe ni mwana wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:1 na 2. Umeketishwa mahali pa juu sana pamoja na Kristo. Efeso 2:6. Umepewa mamlaka yote na Mungu dhidi ya kila nguvu za giza, kila laana na kila mateso. Marko 16:17-18. Kama utaishi na kutembea kwa mamlaka ya kifalme na kuzitumia mbinu hizi za vita vya kiroho, utakuwa mtu asiyeguswa wala kuzuiwa na chochote katika ulimwengu wa roho. Haijalishi adui aliyeteka afya yako kupitia madhabahu za chumbani mwako. Leo minyororo yote na mateso vimekwisha. Sasa una maarifa ya neno la Mungu, unatambua hila zote za adui kama Hosea 4:6 alivyosema. Una maarifa katika kuomba, maombi ya bidii na maombi yenye nguvu zaidi, Yakobo 5:16. Sasa una nguvu za Roho Mtakatifu ili kutembea katika afya kamili na uhuru wote. Matendo ya Mitume 1 ule mstari wake wa 8.
Chukua hatua sasa hivi. Nenda nyumbani mwako na ondoa kila madhabahu za adui, kila malango ya kipepo yaharibiwe ili Bwana Yesu arejeshe kila kitu adui yako aliyekuibia. Yoeli 2:23-25. Uponyaji wako wa kiroho na urejesho kamili utokee sasa kwa jina la Yesu. Mimi ni Naya Wanjiru, niliyewahi kuwa mwovu wakati wangu wa ujinga, nilipobobea katika kuwashambulia Wakristo na kushuhudia mateso yao. Na sasa mimi ni lungu la Bwana, silaha isaidiayo ukombozi wa wengine katika ufalme wa Mungu. Isaya 54:17. Sitaacha kufichua siri za ufalme wa giza hadi pale kila aliyemwamini Yesu atakapotembea katika uhuru kamili. Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza na mamlaka yote akubariki, akuponye na kukurejeshea kila kitu chako ambacho adui amekiba kutoka kwako. Yeremia 30:17. Utembee katika afya yako yote na utakatifu wote siku zote za maisha yako katika jina lenye nguvu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:1 na 2. Bwana akubariki. Huo ndio sehemu ya muhtasari wa madhabahu zote tatu pamoja na maombi ambayo mtumishi wa Mungu Naya Wanjiru amekuletea kwenye ule ushuhuda wa madhabahu tatu za hatari za kichawi za siri ambazo wachawi wanazijenga ndani ya nyumba za Wakristo au vyumba vyao, ambayo madhabahu tumejifunza ni vioo vyote ambavyo hujafunika, mbaya zaidi vile vinavyotazama kwenye kitanda chako unapolala. Unapolala nafsi yako kwa kuwa yenyewe katika hicho chumba chako inaendelea kufanya matendo ya kiroho. Kwa hiyo hicho kioo kitanasa nafsi yako na mambo yako, ndoto zako na kila kitu wachawi watakiona kupitia kioo. Lakini pia tunashauri vioo navyo sio vizuri sana, kwa sababu hata kama kimeangalia upande mwingine, utakapotazama, utakapoondoka, mchawi akija naye akitazama kwenye nyuso za kioo, ataona nyuso za wote waliotumia hicho kioo. Kwa anaweza hata akaingia akatumia sura zao kwenda kufanya uchawi, na wengine watalalamika mtaani, wote wanakuambia wewe ni mchawi, wamekuona kwenye ndoto na waangia, kumbe wewe sio mchawi, ila ni mchawi alivaa sura yako na alienda kufanya uchawi. Kwa hiyo ni maombi. Mungu akubariki sana. Ni mwalimu wako Chris Deogratias, Wisheni One Injili na Ushuhuda TV, kisima cha maarifa. Nikusihi sana subscribe, lakini usiache kushare. Hivi vitu vitatu vimetesa Wakristo wengi sana. Wengi watakwambia wanaumwa, maumivu ya kichwa ya upande, maumivu ya mgongo. Wanaona kama vitu vinatembea mwilini lakini hawapati majibu. Kumbe ni kazi za ibilisi. Na kwa nini unaweza ukapata nafuu kidogo hali karudi tena? Kwa sababu madhabahu zao zinakuwa bado ndani mwako. Hizo ni vioo au vitu ulivyorithi. Wengi wanapenda kurithi mavazi, mapambo, picha za ndugu zao waliokufa, unaweka ndani. Usijue wachawi wanatumia hizo picha kwa ajili ya kutengeneza mashtaka na kukushambulia. Lakini pia vitu ambavyo ni vya umeme. Simu zetu karibia sasa hivi kila mmoja ana simu. Kwa simu wengi wanapenda kuegemea kwenye pilo. Wengine anapenda simu yake anabaki nayo mkononi usiku wa manane hadi alfajiri akishtuka. Hivyo vyote shetani anavitumia kufanyika malango kwa ajili ya kuwashambulia Wakristo na kuathiri vitu vyao vyote kama tulivyojifunza. Kwa hiyo mimi nikusihi sana, binafsi nimeona mabadiliko, na wewe nikusihi fanya. Usifanye kwa kujaribu, fanya kwa sababu ni dhahiri, ni kweli. Kwa hiyo fanya ili upate kuwa salama. Simu weka chumba cha pili kabisa. Ifika saa 4 saa ngapi, muda wa mawasiliano umefika, zima simu zako. Hata kama ni kuchaji, kiweka labda barazani au sitting room, uchajie huko. Lakini chumba chako cha kulala kiwe free kabisa, kisiwe na kifaa chochote cha umeme, kisiwe na picha za watu waliokufa au vitu vyao. Pengine amekufa, sio, wengine wanapenda shanga, pete, mwingine anaweka kumbukumbu, labda amefiwa na mume. Wale wanaotumia pete za ndoa, anaweka pete chumbani na kwa ajili ya ukumbusho. Hapana, ndoa zenyewe, wanandoa pete sio ya kuvaa hata kama ni kwenye ndoa, ni uongo wa ibilisi. Lakini wewe ambao umeweka chumbani mwako ndio linageuka kuwa lango. Wengine wameweka mawigi, wengine wameweka matakataka ya shetani kwenye vyumba vyao vya kulala, sijui wanja, lips, hivyo vyote vya ibilisi. Kwa unawapa mashetani wigo wa kuingia kwako na kufanya chochote wanachokitaka. Nikukaribisha sana katika mwendelezo wa mafundisho mazuri ambayo Bwana ametupa. Tutaendelea kujifunza, na Bwana akituleta tulete tena tafsiri ushuhuda mwingine. Bwana tutatoa tena. Kwa hiyo bado usubscribe ili utakapoleta mafundisho mazuri au tafsiri ya ushuhuda mwingine wa dada Naya Wanjiru, basi usiache
kuupata. Wale wanaoweza Kiingereza vizuri, nenda katika TV, Google TV, msikilize mwinjilisti Ndaya Wanjiru moja kwa moja kwa lugha ya Kiingereza. Lakini tumefanya hivi kwa wale ambao lugha ya Kiingereza inawashinda kwa namna moja au nyingine, kwa wao rahisi kuelewa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo nikukaribisha sana katika channel yetu. Shalom shalom, karibu sana, subscribe, usiache kulike, usiache kucomment na usiache kushare. Watu wengi wana shida, wengi wana mateso. Share kwa watu wengi, angalau wasipungue 10. Wasipungue 10. Ukiweza zaidi, Mungu akubariki. Lakini mimi naomba kama Ibrahim alivyomwambia kijana wake, naomba nikuapishe, usiende kumwozea kijana wangu mke nje ya watu wa jamii yangu. Ndivyo na mimi ninakusii, usishare kwa watu chini ya watu 10, kwa sababu karibia kila mmoja utakayekutana naye ofisini, wanafunzi, watu wazima, vijana, wazee, wote watakuwa wana malalamiko hayo. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa umepeleka ujumbe kwa watu wengi na haya maarifa. Kwa hiyo watu wengi watarejea katika afya zao na Bwana atakubariki. Shalom shalom, karibu sana katika mwendelezo. Pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Shalom shalom, Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji, mfuatiliaji na mwanafunzi mwaminifu wa Yesu Kristo, ni mwalimu wako Mwalimu Chris Deogratias. Tunaendelea na tafsiri ya ushuhuda, na leo tunaangalia muhtasari au majumuisho ya madhabahu zote tatu pamoja na maombi ambayo mwinjilisti mtumishi wa Mungu ameainisha kwenye ushuhuda huu. Kwa hiyo nikukaribisha sana, karibu tuendelee, karibu nifuatilie mwanzo hata mwisho, lakini usiache kusubscribe, maana baada ya hapo yamkini Bwana ametupa ujumbe, tutahubiri kwa muda, lakini tutarudi tena ikiwa Bwana atatuambia tufanye hivyo, ili usipungukiwe maarifa, usikose kujua siri za ufalme wa giza na kuzifichua na hata kumshinda adui. Maana adui yako ukijua mbinu zake na silaha zake, inakuwa rahisi kuweza kukabiliana naye. Nikukaribisha sana, ni Mwalimu Chris Deogratias. Nikusii kama hauja subscribe, basi subscribe kwa kugusa neno subscribe chini ya video, alafu itatokea alama ya kengele. Naomba uguse alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeungana nasi kwa njia ya mtandao. Kwa wakati wote tunapopewa ujumbe nasi tunapoleta kwenye mtandao, unakufikia moja kwa moja. Na unapowasha simu yako, maana ya data, ujumbe utakuwa unakufikia moja kwa moja na kujua kwamba kuna somo jipya, ili uweze kujifunza, usipungukiwe maarifa. Nikukaribisha sana katika mwendelezo. Karibu tuendelee. Sasa hebu nizilete madhabahu zote tatu kwa pamoja. Madhabahu zote tatu, yaani madhabahu ya kioo, madhabahu za kielektroniki na madhabahu za vitu vya urithi. Sio tu vitu vinavyopatikana katika vyumba vya kulala wa Kristo tu, bali ni silaha ambazo adui huzitumia kukufanya uwe mgonjwa mara kwa mara na magonjwa ya ajabu na usipone mara moja. Madhabahu hizo ndio sababu kwa nini hujapata nafuu hata baada ya kufunga na kuomba sana, hata baada ya maombi ya ukombozi, lakini kupata nafuu. Hii ni kwa sababu madhabahu ziliendelea kuwepo na malango ya kipepo yaliendelea kuwa wazi kwako. Lakini leo umepata maarifa na unajua nini cha kufanya na nini cha kuondoa nyumbani mwako. Na mara tu baada ya kuondoa madhabahu hizo, lango la kipepo hufungwa, nawe malango hayo yanapofungwa na haki ya adui kukumiliki na kutesa afya yako, mambo yako yote, mambo ya uchumi huondolewa pia. Ugonjwa utalazimika kukuachia, mateso yote yatalazimika kuondoka kwa sababu msingi wao umeondolewa. Nimeshuhudia hilo likitokea kwa watu mara nyingi. Nimeona waumini waliokuwa wagonjwa kwa karne nyingi na karne kadhaa walipona kabisa magonjwa yao mara baada ya kuondoa madhabahu hizo katika vyumba vyao na nyumba zao. Nimeona vitu waliopona dhidi ya magonjwa sugu. Nimeona watu waliopona dhidi ya magonjwa sugu ambayo madaktari waliyaita kuwa magonjwa yasiyo na tiba. Sio kwamba madaktari walikosea, hapana, ni kwa sababu magonjwa hayo hayakuwa ya kawaida ila ya kipepo.
na pale tu chanzo cha kiroho cha tatizo hilo kilipogunduliwa na kuondolewa, mateso yote yalikoma kabisa. Hivyo ndivyo itakavyokutokea wewe pale utakapoondoa madhabahu za kipepo ndani mwako leo. Utakuwa umefunga malango ya adui kukupata na kuzuia roho za kipepo kukufikia na kuathiri afya yako na maisha yako kwa ujumla. Kwa namna hiyo utakuwa umeharibu maendeleo, umeharibu mwendelezo wa magonjwa ya kurithi yaliyotesa familia yenu kwa vizazi kadhaa. Sasa ninataka niombe pamoja na wewe. Nataka nihuishe na kuanzisha upenyo huo wa kiroho maishani mwako. Na ninapenda uombe mambo hayo kwa sauti, kwa sababu utakapofanya hivyo kuna kitu kitaondoka katika ulimwengu wa roho. Kitaondoka kwako kwenye ulimwengu wa kiroho. Madhabahu zitaanza kuvunjika, malango ya kipepo yataanza kufungwa, na mwili wako utaanza kupokea uponyaji wa Yesu Kristo. Kokote uliko, ikiwa wewe ni mgonjwa, omba mambo hayo pamoja nami. Baba, ninakushukuru kwa kunifungua macho dhidi ya madhabahu za siri na za kipepo ambazo adui anaziimarisha ndani mwangu. Asante kwa kufichua mikakati ya adui dhidi ya afya yangu. Ninasema asante. Kuanzia sasa mimi sio mjinga tena dhidi ya silaha zake, na sasa katika jina la Yesu Kristo ninaamuru kila madhabahu za vioo chumbani mwangu zivunjike kwa jina la Yesu. Ninafunga malango yote ya kipepo yaliyofunguliwa kwa njia ya madhabahu ya kioo katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kila mwanya ambao mapepo yaliupata kupitia vioo, na ninatangaza usingizi wangu, ndoto zangu na roho yangu vimefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza roho zote za madhaifu na mateso yaliyoelekezwa mwilini mwangu zivunjike kwa jina la Yesu. Kila vifungo vilivyonitesa vivunjike sasa katika jina la Yesu. Kila magonjwa ya ajabu ambayo matabibu hawakuweza kuyabaini wala kuyatibu kwa dawa za hospitali, ninayaamuru yavunjike kwa jina la Yesu. Mwili wangu ni hekalu na makazi ya Roho Mtakatifu, na kamwe hautakuwa makazi ya mapepo. Ninakiri uponyaji kamili katika jina la Yesu. Ninakiri urejesho wa afya yangu katika jina la Yesu. Ninarudisha nguvu zangu nirejee kwa upya katika kila kiungo, kila mfumo wa mwili wangu, kila seli iliyoathiriwa ikafanywa upya sasa kwa jina la Yesu Kristo. Nimeponywa na mimi ni mzima katika jina la Yesu, na niko huru sasa katika jina lenye nguvu la Bwana na Mwokozi wangu Yesu Kristo. Kama umeomba maombi haya, basi amini kuwa jambo limeondoka katika ulimwengu wa roho. Madhabahu za vyumbani zimeangushwa na malango ya kipepo kwako yamefungwa, na rada za adui kuinasa afya yako zimeharibiwa kabisa. Na sasa kilichobaki kwako ni kufanya kwa vitendo. Ondoa vitu vyote ulivyovibainisha, pangilia vema vioo vyako, ondoa vifaa vya umeme na mawasiliano, teketeza vitu vyote ulivyorithi kutoka kwa aliyekufa au rafiki wakala wa kuzimu, ili uone uponyaji wako sasa. Sasa hebu nikupe mwongozo wa namna ya kufanya kwa vitendo kwa kila aina ya madhabahu. Kuharibu madhabahu ya kioo, ingia katika chumba chako cha kulala, chunguza vioo vyote. Kama kuna kioo kinachotazama kitandani pako, badilisha uelekeo wake. Kifunike kwa kitambaa au kiondoe kabisa chumbani mwako. Kama una mlango wa kioo unaokabili kitanda chako, hakikisha unaufunga vizuri usiku wa manane, au funika vioo vyake kwa kitambaa wakati wa usiku. Usilale hali nyuso za vioo vinakabili au kutazama kitandani pako unapolala. Madhabahu ya vifaa vya umeme au vifaa vya mawasiliano, ili kuondoa madhabahu za kielektroniki, jiwekee kanuni mpya nyumbani mwako kuanzia usiku wa leo. Kusiwe na simu, tablet au kompyuta mpakato au yoyote katika chumba chako cha kulala baada ya saa 4 usiku. Chajia vitu hivi vyote katika chumba kingine nje ya chumba chako cha kulala. Kama ulikuwa unatumia simu yako kwa ajili ya kugongea kengele, kwa ajili ya kukuamsha muda wa maombi wa usiku wa manane, basi kanunue saa halisi yenye sifa ya kugonga kengele baada ya kuiweka simu hiyo karibu nawe au katika chumba cha kulala. Lifanye eneo la kulala kuwa eneo huru kabisa, mbali kabisa na madhabahu za vifaa vya teknolojia.
Chumba chako cha kulala kiwe chumba cha utulivu na kupumzika, na sio eneo la mahangaiko na uharibifu. Na kama umekuwa ukisumbuliwa na tatizo la kukosa usingizi, tatizo la hofu kupindukia, mashaka yasiyo na sababu, kukosa utulivu wakati wa kulala, utaona mabadiliko makubwa baada ya siku chache ukifanya hayo mabadiliko. Kuhusu madhabahu za vitu vya urithi au vitu ulivyopewa kama zawadi kupitia marafiki waabudu giza, chunguza ndani mwako mwote na ubaini kila kitu ulichorithi au ulichopewa na rafiki mbaya na au mtu aliyekufa, kama vile nguo, pete, hereni, cheni, mapambo ya aina zote, vifaa vya samani kama vile meza, sturi, viti, vitanda, makabati na vifaa vingine, au kitu chochote ulichokipata alichotumia mtu yeyote ambaye ameshafariki, hata kama ni picha yake. Viondoe vitu hivyo haraka, usivitunze. Huenda marehemu huyo alikuwa mshirika, yani aliwahi kwenda kwa waganga, aliwahi kufanya mambo ya giza, au kuwa mchawi, au aliwahi kufanya mambo yasiyoendana na Ukristo, kama kuabudu mizimu, kuombea wafu, kuabudu miungu, kuabudu mizimu, au aliwahi kujiunga na jamii za jadi au jamii za siri. Usivitunze vitu hivyo, viteketeze kabisa, vichome kama inawezekana, na ombea muda unapoviharibu au ombea majivu yake mara baada ya kuvichoma. Amuru kila roho chafu, laana, vifungo na maagano ya kichawi yaliyoambatanishwa na vitu hivyo yote kuvunjika kwa jina la Yesu. Kama unataka kuvunja laana za ukoo kwa njia ya magonjwa, ulevi, uganga na kadhalika, unapaswa kuchukua hatua. Imani bila matendo imekufa. Umeomba ndio, lakini sasa fanya kwa vitendo. Ondoa madhabahu za adui zote ndani mwako ili kufunga malango ya adui kwako, na usubiri kuona uponyaji na urejesho wa afya kwa nguvu za Mungu. Sasa nahitaji ukiri kwa kinywa chako mwenyewe popote ulipo, lakini pia kwa kuandika hivyo kupitia comment hapo chini ya video. Andika hivi sasa: chumba changu cha kulala ni eneo takatifu, ni madhabahu ya uponyaji na eneo la pumziko. Andika sasa. Unapoandika sio tu unaandika sentensi au kauli tu, la, bali unaimarisha uhalisia mpya wa kiroho. Chumba chako cha kulala hakitakuwa tena eneo ambamo adui anapata nafasi. Ni eneo la ibada na takatifu, ni eneo ambamo uponyaji utatokea na amani kutawala. Andika sasa kwenye nafasi ya maoni hapo chini ya video: kitandani pangu na chumbani mwangu ni madhabahu ya uponyaji na pumziko. Weka ukiri huo, kisha tazamia urejesho kamili toka kwa Bwana. Kabla sijahitimisha, hili ni muhimu sana: subscribe kisha gusa alama ya kengele chini ya video sasa hivi. Kwa nini? Hii ni kwa sababu ufunuo huu ni mwanzo tu. Mungu anaendelea kufunua siri kubwa zaidi, mbinu na mikakati mikubwa zaidi ya vita vya kiroho na silaha za vita vya kiroho kwa ushindi kamili na uponyaji wa kiroho. Ufalme wa giza umefanya mambo yake kwa siri sana, lakini kama vile Mithali 28:28 isemavyo, waovu wainukapo watu hujificha, lakini waangamiapo wenye haki huongezeka. Ninafichua kila mbinu na mikakati ya siri ya giza, kila mbinu za kishetani na kila silaha za kichawi zinazotumika kushambulia na kuharibu hatima yako. Ninatamani uwe na uvae silaha zote za Mungu na uishi katika uhuru kamili na mamlaka kamili. Subscribe sasa na uguse alama ya kengele sasa hivi. Fanya hivyo ili usikose ufunuo mkubwa utakaoletwa hivi punde. Kila video na ujumbe wako ni ufunguo kuelekea uhuru wako kamili, uponyaji wa kiroho na mamlaka kamili. Usikose ufunuo mkubwa utakaoletwa hivi punde. Hebu nikuache na kweli yenye nguvu na msingi wake katika neno la Mungu. Wewe sio mtu wa kushindwa, bali ni mshindi. Warumi 8:37. Chukua hatua sasa. Wewe sio mtu wa kushindwa, bali unaweza mambo yote kwa kuwa yuko yeye akutiaye nguvu.
Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Wewe sio mtu wa kuteswa na magonjwa, bali umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka, nge, nguvu zote za yule mwovu na magonjwa, shida, dhiki na kadhalika. Luka 10:19. Wewe ni mwana wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa kwanza na wa pili. Umeketishwa mahali pa juu sana pamoja na Kristo. Efeso 2:6. Umepewa mamlaka yote na Mungu dhidi ya kila nguvu za giza, kila laana na kila mateso. Marko 16:17-18. Kama utaishi na kutembea kwa mamlaka ya kifalme na kuzitumia mbinu hizi za vita vya kiroho, utakuwa mtu asiyeguswa wala kuzuiwa na chochote katika ulimwengu wa roho. Haijalishi adui aliyeteka afya yako kupitia madhabahu za chumbani mwako, leo minyororo yote na mateso vimekwisha. Sasa una maarifa ya neno la Mungu, unatambua hila zote za adui kama Hosea 4:6 alivyosema. Una maarifa katika kuomba, maombi ya bidii na maombi yenye nguvu zaidi, Yakobo 5:16. Sasa una nguvu za Roho Mtakatifu ili kutembea katika afya kamili na uhuru wote. Matendo ya Mitume 1 ule mstari wake wa 8. Chukua hatua sasa hivi. Nenda nyumbani mwako na ondoa kila madhabahu za adui, kila malango ya kipepo yaharibiwe ili Bwana Yesu arejeshe kila kitu adui yako aliyekuibia. Yoeli 2:23-25. Uponyaji wako wa kiroho na urejesho kamili utokee sasa kwa jina la Yesu. Mimi ni Naya Wanjiru, niliyewahi kuwa mwovu wakati wangu wa ujinga, nilipobobea katika kuwashambulia Wakristo na kushuhudia mateso yao. Na sasa mimi ni lungu la Bwana, silaha isaidiayo ukombozi wa wengine katika ufalme wa Mungu. Isaya 54:17. Sitaacha kufichua siri za ufalme wa giza hadi pale kila aliyemwamini Yesu atakapotembea katika uhuru kamili. Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza na mamlaka yote akubariki, akuponye na kukurejeshea kila kitu chako ambacho adui amekiba kutoka kwako. Yeremia 30:17. Utembee katika afya yako yote na utakatifu wote siku zote za maisha yako katika jina lenye nguvu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana akubariki. Huo ndio sehemu ya muhtasari wa madhabahu zote tatu pamoja na maombi ambayo mtumishi wa Mungu Naya Wanjiru amekuletea kwenye ule ushuhuda wa madhabahu tatu za hatari za kichawi za siri ambazo wachawi wanazijenga ndani ya nyumba za Wakristo au vyumba vyao, ambayo madhabahu tumejifunza ni vioo vyote ambavyo hujafunika, mbaya zaidi vile vinavyotazama kwenye kitanda chako unapolala. Unapolala nafsi yako kwa kuwa yenyewe katika hicho chumba chako inaendelea kufanya matendo ya kiroho. Kwa hiyo hicho kioo kitanasa nafsi yako na mambo yako, ndoto zako na kila kitu wachawi watakiona kupitia kioo. Lakini pia tunashauri vioo navyo sio vizuri sana, kwa sababu hata kama kimeangalia upande mwingine, utakapotazama, utakapoondoka, mchawi akija naye akitazama kwenye nyuso za kioo, ataona nyuso za wote waliotumia hicho kioo. Kwa anaweza hata akaingia akatumia sura zao kwenda kufanya uchawi, na wengine watalalamika mtaani, wote wanakuambia wewe ni mchawi, wamekuona kwenye ndoto na waangia, kumbe wewe sio mchawi, ila ni mchawi alivaa sura yako na alienda kufanya uchawi. Kwa hiyo ni maombi. Mungu akubariki sana. Ni mwalimu wako Chris Deogratias, Wisheni One Injili na Ushuhuda TV, kisima cha maarifa. Nikusihi sana subscribe, lakini usiache kushare. Hivi vitu vitatu vimetesa Wakristo wengi sana. Wengi watakwambia wanaumwa, maumivu ya kichwa ya upande, maumivu ya mgongo. Wanaona kama vitu vinatembea mwilini lakini hawapati majibu. Kumbe ni kazi za ibilisi. Na kwa nini unaweza ukapata nafuu kidogo hali karudi tena? Kwa sababu madhabahu zao zinakuwa bado ndani mwako. Hizo ni vioo au vitu ulivyorithi. Wengi wanapenda kurithi mavazi, mapambo, picha za ndugu zao waliokufa, unaweka ndani. Usijue wachawi wanatumia hizo picha kwa ajili ya kutengeneza mashtaka na kukushambulia. Lakini pia vitu ambavyo ni vya umeme. Simu zetu karibia sasa hivi kila
kila mmoja ana simu. Kwa simu wengi wanapenda kuegemea kwenye pillow, wengine anapenda simu yake anabaki nayo mkononi usiku wa manane hadi alfajiri akishtuka. Hivyo vyote shetani anavitumia kufanyika malango kwa ajili ya kuwashambulia Wakristo na kuathiri vitu vyao vyote kama tulivyojifunza. Kwa hiyo mimi nikusii sana, binafsi nimeona mabadiliko, na wewe nikusii fanya, usifanye kwa kujaribu, fanya kwa sababu ni dhahiri, ni kweli. Kwa hiyo fanya ili upate kuwa salama. Simu weka chumba cha pili kabisa. Ikifika saa 4 saa ngapi, muda wa mawasiliano umefika, uzima simu zako. Hata kama ni kuchaji, kiweka labda barazani au sitting room, uchajie huko, lakini chumba chako cha kulala kiwe free kabisa, kisiwe na chombo, kifaa chochote cha umeme, kisiwe na picha za watu waliokufa au vitu vyao, pengine amekufa. Sio, wengine wanapenda shanga, pete, mwingine anaweka kumbukumbu, labda amefiwa na mume. Wale wanaotumia pete za ndoa, anaweka pete chumbani na kwa ajili ya ukumbusho. Hapana, ndoa zenyewe, wanandoa pete sio ya kuvaa hata kama ni kwenye ndoa, ni uongo wa ibilisi. Lakini wewe ambao umeweka chumbani mwako ndio linageuka kuwa lango. Wengine wameweka mawigi, wengine wameweka matakataka ya shetani kwenye vyumba vyao vya kulala, sijui wanja, lips, hivyo vyote vya ibilisi. Kwa unawapa mashetani wigo wa kuingia kwako na kufanya chochote wanachokitaka. Nikukaribisha sana katika mwendelezo wa mafundisho mazuri ambayo Bwana ametupa. Tutaendelea kujifunza, na Bwana tulete tena tafsiri ushuhuda mwingine. Bwana tutatoa tena. Kwa hiyo naomba usubscribe ili utakapoleta mafundisho mazuri au tafsiri ya ushuhuda mwingine wa dada Naya Wanjiru, basi usiache kuupata. Wale wanaoweza Kiingereza vizuri, nenda katika TV, Google TV, msikilize mwinjilisti Naya Wanjiru moja kwa moja kwa lugha ya Kiingereza. Lakini tumefanya hivi kwa wale ambao lugha ya Kiingereza inawashinda kwa namna moja au nyingine, kwa wao rahisi kuelewa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo nikukaribisha sana katika channel yetu. Shalom, shalom, karibu sana, subscribe, usiache kulike, usiache kucomment, na usiache kushare. Watu wengi wana shida, wengi wana mateso. Share kwa watu wengi, angalau wasipungue 10. Ukiweza zaidi, Mungu akubariki. Lakini mimi naomba kama Ibrahim alivyomwambia kijana wake, naomba nikuapishe, usiende kumwozea kijana wangu mke nje ya watu wa jamii yangu. Ndivyo na mimi ninakusii, usishare kwa watu chini ya watu 10, kwa sababu karibia kila mmoja utakayekutana naye ofisini, wanafunzi, watu wazima, vijana, wazee, wote watakuwa wana malalamiko hayo. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa umepeleka ujumbe kwa watu wengi na haya maarifa. Kwa hiyo watu wengi watarejea katika afya zao na Bwana atakubariki. Shalom, shalom. Karibu sana katika mwendelezo.